kikundi chako, umetugusa na wimbo wa mwalimu. Sisi wote hapa ni matokeo ya walimu. Naomba tuwapigie walimu wote makofi pale walipo. Lakini pia nitambue uwepo wa wageni wengine wote waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niungane na walionitangulia kusema kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema ili tuweze kufika mahali hapa kwa ajili ya jambo hili kubwa la utoaji wa zawadi kwa walimu walioshinda katika shindano la taifa ambalo ni shindano la 4 la stadi za ufundishaji kwa walimu wa elimu ya awali na elimu ya msingi, lakini ni shindano la 2 kwa walimu wa sekondari. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru sana wewe kwa kutenga muda wako na kuweza kuwa pamoja na sisi siku ya leo. Tunajua unayo majukumu mengi, lakini umeweza kuprioritize hili, na hii inaonyesha dhamira yako ya dhati ya ushirikiano na pacha wako katika kusimamia sekta ya elimu. Ndugu washiriki, sekta ya elimu ni sekta ambayo inasimamiwa katika wizara mbili. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambaye ni mtungaji wa sera, miongozo, taratibu na kanuni zinazo guide sekta ya elimu, lakini wenzetu TAMISEMI ambao ndio watekelezaji, wasimamizi, waajiri wa walimu. Kwa hiyo huu uwepo wa Mheshimiwa mgeni rasmi inaonyesha kweli hii umoja uko dhabiti katika kusimamia elimu na elimu iko salama, na ukizingatia kwamba mwenyekiti wa kamati yetu ya Bunge anayesimamia na kuishauri Bunge lakini pia na serikali kwenye eneo hilo yuko mahali hapa. Kwa hiyo elimu ya nchi yetu iko salama. Aidha, kwa namna ya kipekee kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni champion au kinara wa kufanya diplomasia ya kiuchumi ambayo imetupelekea kuwa na mashirikiano dhabiti pamoja na washirika wa maendeleo. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, umesikia vizuri kabisa hapa, mashindano haya yameratibiwa kwa pamoja kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, TAMISEMI, lakini pia na World Bank. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na mashirikiano hayo yapo mashirika mengine pia ambayo yanashirikiana na sisi katika kutekeleza na kusimamia vizuri miongozo, taratibu na ubora wa elimu katika nchi hii. Na tumesikia hapa lipo shirika ambalo sio la kiserikali la EduTech, Enabel pamoja na Zawadi, Room to Read, ambayo Mheshimiwa mgeni rasmi ameweza kushiriki pamoja na TET ambaye inaongozwa na mkurugenzi Anet Pomba ambaye kwa kweli tumesikia sifa zake hapa. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba hizi sifa niziwasilishe kwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kama zilivyotolewa na mwenyekiti wetu wa kamati ya Bunge kwamba viatu vinambana, kwa hiyo anatakiwa akue sasa, amesha overgrow hapo TET. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niyapokee hayo na nisifikishe huo ujumbe kwa Mheshimiwa waziri wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumesikia sote hapa kupitia kwa mkurugenzi wa TET kwamba EduTech wamegharamia shindano hili na hasa hususan kwenye somo hili la biashara pamoja na ujengaji wa mfumo wa kielektroniki unaohusisha au uliotumika na walimu wote katika shindano hili. Shindano hili limekuwa la kisayansi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ukilinganisha na miaka ya nyuma kwa sababu tu ya ushirika huo na uwepo wa huo mfumo wa kielektroniki. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumesikia pia Enabel Project Zawadi na Room to Read wamewezesha utoaji wa zawadi kwa walimu walioshinda katika kinyang'anyiro hicho. Kwa nafasi hii ya kipekee, naomba niseme Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inathamini mchango wa wadau wote katika kufanikisha jambo hili. Naomba niwashukuru kwa mchango huo, na kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia niseme asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe niwashukuru pia viongozi wote wa serikali, wakuu wa mashirika na taasisi pamoja na wageni waalikwa, lakini bila kusahau walimu pamoja na hadhira nzima iliyoko mahali hapa kwa kuweza kutenga muda wao na kuungana pamoja na sisi katika kusherehekea mafanikio haya.
Mdau mmoja aliyotangulia kusema, Mheshimiwa mgeni rasmi, amesema leo tunasherehekea future ya Tanzania, kwa sababu future ya taifa letu inaanza na ubora wa walimu. Kwa hiyo kwa kweli nawashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi kwa ajili ya kusherehekea Tanzania bora ijayo. Asanteni sana kwa kuweza kushiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu pia niwapongeze wajumbe wa kamati ya maandalizi pamoja na watumishi wote wa TET wakiongozwa na mkurugenzi Dr. Anet Komba kwa kazi kubwa na nzuri ya kuratibu shindano hili kwa mafanikio makubwa. Sote tutakubali kwamba maandalizi yamefanyika vizuri, na kama mnakubali basi tuwapigie makofi makubwa kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo hapa leo kwa sababu ya walimu. Niombe kipekee niwapongeze walimu wote nchini kwa kuendelea kushiriki katika shindano hili. Tumesikia hapo awali walimu takriban 3,000 walianza, mwishoni ikaja 1,263 walioweza kuupload video zao, baadaye ikaja 700, baadaye ikaja 35, na hatimaye tunao hawa ambao leo watapewa zawadi. Kwa kweli niwapongeze sana kwa kuendelea kushiriki na kuona kwamba hili jambo ni jambo muhimu na ni jambo ambalo lina kimkakati katika kuboresha elimu yetu ya hapa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajibu wangu hapa leo ni kueleza kwa kiasi kifupi mpango wa wizara katika kuhakikisha uendelevu wa shindano hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilianzisha shindano hili kwa lengo la kuimarisha umahiri wa ualimu katika kufanikisha ufundishaji na ujifunzaji darasani. Hilo ndio lengo kuu la Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuanzisha mashindano haya. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu kama ambavyo nimekwisha kusema ni kutoa maelezo mafupi jinsi ambavyo wizara imejipanga katika kuhakikisha uendelevu wa shindano la taifa la stadi za ufundishaji kwa walimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha uendelevu wa shindano hili, wizara imejipanga kutekeleza mikakati mitano muhimu. Kwanza, kuendelea kuimarisha mafunzo endelevu ya walimu kazini kwa maana ya MEWAKA kupitia jumuiya ya ujifunzaji shuleni, community of learners, katika mashule, ili kuwajengea walimu utamaduni wa kujifunza na kuboresha stadi zao za ufundishaji kwa wakati wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika siku za hivi karibuni wizara imeandaa mwongozo wa mafunzo endelevu ya walimu kazini ngazi ya shule na vituo vya walimu. Mwongozo huo, Mheshimiwa mgeni rasmi, umelenga kutoa maelekezo ya namna ya kutekeleza MEWAKA katika ngazi ya shule na vituo vya walimu kama ambavyo nimekwisha kusema. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwongozo huo umebainisha namna ya kuanzisha na kusimamia vituo vya walimu, kubainisha mahitaji ya walimu ya MEWAKA, kutekeleza na kusimamia MEWAKA, namna ya kufanya ufuatiliaji na tathmini na kutoa taarifa za kuboresha utekelezaji. Pili, kuimarisha matumizi ya TEHAMA na majukwaa ya kidijitali ili maarifa, uzoefu na ubunifu unaobainishwa kupitia mashindano haya uweze kuwafikia walimu wengi zaidi hapa nchini. Hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, itahusisha pia kurekodi na kuhifadhi maudhui ya video za washiriki katika jukwaa la mafunzo la MEWAKA, yani LMS, Learning Management System, ili kuwezesha walimu wengi zaidi kujifunza mbinu bora za ufundishaji, matumizi ya mbinu shirikishi kwa pamoja. Kwa nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninawashukuru sana Vodacom Foundation ambayo leo imewakilishwa hapa na Bi Sandra Oswald, ambao wamekubali kuondoa gharama za internet kwa maana ya zero rate hiyo service ya internet katika matumizi ya jukwaa la ujifunzaji la walimu, yani Teachers Learning Management System. Serikali itaendelea kufuatilia na kuona namna ambavyo mashirika mengine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ya simu hapa nchini yanaweza kuunga mkono juhudi hizi za serikali. Tatu, kuendelea kutenga rasilimali fedha
na kuimarisha usimamizi wa shindano kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania ili kuhakikisha kuwa shindano linafanyika kwa ufanisi na kwa viwango vinavyotakiwa kila mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, inaendana na maelekezo aliyotoa mwenyekiti wetu wa kamati ya Bunge kwamba serikali itenge fedha za kutosha ili jambo hili liweze kuwa endelevu. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii kusema kidogo hapa kwamba ni kweli kiwango kimepungua kutoka milioni 4 kuja milioni 2.5 na kushuka chini. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa umakini wako nikushukuru. Tulifanya tete kidogo, kwa nini na wewe ulianza kuhoji kwa nini kimepungua, na nilipouliza nikaambiwa ni kwa sababu mwanzoni washindi walikuwa tunaishia mshindi wa 3, lakini sasa hivi tumeenda mpaka mshindi wa 5. Lakini pamoja na haya yote, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue maelekezo ya mwenyekiti wetu wa kamati ya Bunge kwamba kiwango kiongezeke siku hadi siku ili kuendelea kutia hamasa katika kufanya jambo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, 4 ni kuimarisha ushirikiano wa wadau wa elimu wakiwemo World Bank pamoja na wadau wengine ambao tunashirikiana nao katika kuimarisha jambo hili. Lakini pia tutaimarisha ushirikiano na sekta binafsi ili kuongeza ubunifu, rasilimali zinazohitajika, Mheshimiwa mgeni rasmi, ikiwemo kuongeza kiwango hiki ambacho ni cha zawadi pamoja na fursa za maendeleo ya walimu. Lakini 5 na mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara imepanga kuwatumia walimu washindi wakiwemo hawa ambao siku ya leo tutawapa zawadi, Mheshimiwa mgeni rasmi, watatumika kama wawezeshaji rika na mabalozi wa ubora wa ufundishaji katika shule na halmashauri zao ili uzoefu wao uweze kuwanufaisha wengine nchini. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa mgeni rasmi, niomba niseme kwamba naomba kusisitiza kuwa mafanikio ya mfumo wa elimu hayaamuliwi na mitaala au miundombinu peke yake, bali yanaamuliwa kwa kiwango kikubwa na ubora wa mwalimu aliyepo darasani. Naomba kurudia, mafanikio ya ubora wa elimu hapa nchini hayaamuliwi na ubora wa madarasa peke yake, bali ubora wa mwalimu aliyepo darasani. Hivyo walimu wetu wote nchini ndiyo nguzo kuu ya maendeleo ya taifa letu. Walimu na kila sababu ya kujipigia makofi. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwasihi walimu waendelee kuwa wabunifu, wenye shauku ya kujifunza na wawe tayari kukumbatia mabadiliko yanayoletwa na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Niombe niwasihi walimu wasiogope kujaribu mbinu mpya za ufundishaji, kushirikiana na wenzao na kutumia tehama katika kuongeza ufanisi na ujifunzaji. Niseme pia kwamba kila mwanafunzi anayefaulu, kila ndoto inayotimia na kila mafanikio ya taifa kuanzia kwa mwalimu. Hivyo kupitia shindano hili tunaadhimisha ubora, ubunifu na mchango mkubwa wa walimu katika kujenga Tanzania ya leo na Tanzania iliyo bora ya kesho, iliyo bora zaidi ya kesho. Hongereni sana washindi wote na hongereni walimu wote nchini kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya kila siku kwa ajili ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hili ni la kwako. Kazi yangu ilikuwa kueleza kwa ufupi kabisa kuhusu jinsi ambavyo serikali imejipanga, Wizara ya Elimu, wizara pacha katika kusimamia sekta ya elimu nchini. Na hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maneno hayo, naamini yalikuwa mafupi, na kwa unyenyekevu mkubwa kabisa ninaomba sasa nikukaribishe wewe Mheshimiwa mgeni rasmi Profesa Riziki Shemdoe, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ili uweze kuongea na sisi Mheshimiwa mgeni rasmi.